Filamu inaanza na kundi la wanafunzi wamemaliza masomo, wako tayari kwa ajili ya kurudi nyumbani. Kuna mtoto mmoja anaitwa Lita, yeye yuko pembeni huko anabembea, yuko bize kuzungumza na kitu ambacho hakionekani kwa macho. Wenzake wako wamefika hapo wanamhitaji waondoke pamoja, wakamkuta Lita anazungumza na kitu ambacho wao hawakioni. Wakaanza kumtania, wanasema kwamba pengine Lita anazungumza na mzimu. Sasa katika kuziaki mmoja mara kwa ameshikwa koo. Muda huo kuna mmoja kwa muona hii bembea leo pembeni kwa Lita, ni kama kuna mtu kakaa hapo, akawa amesogea kuishika, akawa ameng'atwa kana kwamba kashambuliwa na kitu ambacho hakionekani kabisa. Wakiwa hapo honi ya basi iko imesikika, wote ikabidi kutoka hapo, wakawa wameingia kwenye basi. Lita akiwa na hofu akaangalia kwa nyuma, akaona kweli kuna kiumbe ambacho kilikuwa kimekaa kwenye ile bembea, kinaendelea kupigwa upepo kikiwa hapo. Miaka mingi ikapita baada ya hili tukio. Lita kwa sasa ni mwanamke mtu mzima kabisa na maisha yake kabisa, na kwa sasa ameolewa na mwanaume mmoja anaitwa Rama. Walikuwa wanataraji kupata mtoto wa kwanza kwenye ndoa yao. Kila kitu kinaonekana kuwa kawaida kabisa, lakini Lita kuna jambo ambalo amekuwa kilibeba kifuani kwake kwa miaka mingi sana tangu utotoni kwake. Nalo ni nini? Mgongoni kwake alikuwa na kovu ambalo hajawahi kujua hilo kovu limetoka wapi, limesababishwa na nini, na hakuna kitu cha aina yoyote alichoambiwaga na mama yake kuhusiana na hilo kovu. Lita akawa anajisikia vibaya sana kwa muda mrefu mno. Mume wake akamshauri kwamba wafanye upasuaji mdogo ili kuliondoa kabisa hilo kovu. Lita alikubali kwa sababu hata yeye ni mrembo nje tu, lakini alikuwa akifikiria lile kovu lilikuwa linamkosesha amani kabisa. Usiku Lita akiwa peke yake chumbani, akaangalia kwenye kioo, akaona kama kuna kivuli cha mwanamke nyuma yake. Alivyogeuka hakuna mtu, akasogea kwenda kutazama vizuri. Akiangalia kwenye kioo anakiona kile kivuli kiko hapo. Akaanza kuona kama kitanda kinacheza cheza. Kutazama kwenye kioo akaona ule mzimu unabinua kile kitanda kwa makusudi tu, ni kumtia purukushani tu. Baada ya muda mume wake akawa amefika hapo. Lita ikabidi kumuelezea kila kitu alichokishuhudia mume wake, lakini mume wake hakumwamini kabisa mke wake. Yeye aliona haya yote yanasababishwa na uchovu, pengine huyu mwanamke ana msongo wa mawazo, hivyo akawa amemtaka tu mke wake atulie na afikirie tu kuhusiana na upasuaji ambao ndo uko mbele yao. Kweli siku ya upasuaji iko imefika. Baada ya kufanyia upasuaji ulienda vizuri sana na lile kovu liko limeondolewa. Lita akarudi nyumbani akiwa na furaha sana, kwa sasa urembo wake ataufaidi vizuri. Akamshukuru mume wake kwa kumuunga mkono katika hili jambo, bila kujua kwamba kile alichokitenda katika mwili wake kinakwenda kuongeza dosari kubwa sana katika maisha yake. Usiku huo Lita akiwa bavuni anajitazama kwenye kioo kama kawaida, huku akiwa anajisafisha kinywa chake, lakini sasa taswira yake inaenda kinyume na yeye kabisa. Kanawa vizuri, anajicheki kwenye kioo, bado anajiona na mapovu, kufuta hayafutiki. Akaenda kunawa uso wake, akajitazama tena, akawa ameshtushwa sana baada ya kuona kuna zimu moja mbele yake. Akiwa ndani ya maumivu makali, mume wake akawa amefika hapo. Binti akaeleza kila kitu, lakini bado mume wake hakutaka kabisa kumwamini mke wake. Aliona tu kwamba mke wake ni pengine amechoka, ni pengine ana wasiwasi, lakini sasa kinachomshangaza hapa, kioo chenyewe kimevunjika. Yeye anatanguliza mambo ya uchovu, pengine mke wake ana mawazo. Lita usiku akawa ameamka baada ya kuhisi kama kuna kitu kimemgusa mkono wake. Akatazama chini ya kitanda, hakuona kitu, lakini kutazama vizuri akaona mlango ukiwa unafunguka wenyewe. Mume wake kasinzia vibaya mno, hasikii kitu chochote. Binti akawa ametoka chumbani, ana moyo huyu, kuna watu hapa ndani wangekuwa ameshamkumbatia mume wake hapo. Kajificha vibaya mno kwenye shuka. Mwanamke huyu akawa ametoka hapo, akawa amefuata sauti ya muziki ambayo ilikuwa inasikika koridoni. Baada ya kufika huko, akafika kabisa mpaka katika chumba ambacho walikuwa wamekitenga kwa ajili ya mtoto ambaye bado hajazaliwa. Kafika hapa, ule muziki unasikika huko ndani na unasikika katika vifaa ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya kuchezea mtoto. Lita akajaribu kuzima, remote iko manguka chini ya kiti. Alipoinama kuichukua, akaona kuna miguu ya mtu kaning'inia hewani, kakaa kwenye kiti hapa. Binti akawa amepiga kelele kumuita mume wake. Lama pamoja na mfanyikazi wa nyumba hii wakawa wamefika hapa mara moja kuja kumsaidia, lakini kama kawaida hakuna walichokikuta kabisa hapa. Kwa bahati mbaya sana kwao, Lita akaendelea kuonekana kama mwanamke ambaye anasumbuliwa na hofu zisizoonekana kwa macho ya watu wengine. Watu hawakuamini kabisa alichokieleza hapa. Baada ya muda, binti Lita uchungu uko umemshika, maji ya uzazi yakawa yameonekana hapa. Ni muda wa kwenda kujifungua. Kweli alikuwa amepelekwa hospitalini. Sasa akiwa huko, anauona ule mzimu unamtazama, unafuatilia kila hatua. Binti analia na mengi, yani ukiachana tu na uchungu, analia na kila anachokiona, kwa sababu hakiamini ni nini hasa, kwa nini kinamfatafata. Watu wanamwambia kaze tu. Kweli binti akawa amefanikiwa kupata mtoto wa kike, wakawa wamepata mtoto wa kwanza kwenye familia. Huyu mtoto wakawa wamemuita jina Putri. Kwa mtazamo wa kawaida kabisa, huu ungekuwa ni mwanzo wa sura mpya ya furaha kubwa kwa wanandoa hawa,
Lakini Rita bado alikuwa na hofu kubwa sana, haamini kabisa ambacho kinaweza kutokea kwenye familia yake. Naomba nikuhamishe kidogo, tuende moja kwa moja katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Huku tunamfahamu mwanamke mmoja anaitwa Sari. Mara nyingi huyu amekuwa akihusishwa kuona vitu ambavyo havionekani kwa watu wengine kabisa. Yaani huyu anaona mizimu na vitu vingi sana vya kiroho. Wahudumu walikuwa wanamjadili sana kulingana na tabia zake ambazo amekuwa akizionyesha mara kwa mara. Kuna watu ambao wanamwamini, kuna watu ambao hawamwamini kabisa. Mara nyingi Sari alionekana akiwa anazungumza na kitu ambacho hakionekani kabisa. Na kwa haraka haraka hakuna taarifa za aina yoyote za Sari. Yaani hana ndugu, hana mme wala watoto. Yeye yupo tu hapa, ni yeye mwenyewe tu na akili yake wanavyomwangalia hapa. Lakini mara nyingi wanapozungumza na Sari huwa anasema kwamba anazungumza na mtoto wake. Sasa muuguzi mmoja ambaye mara nyingi anakuwa karibu sana na Sari, yeye kidogo ni kama anamwamini kwa sababu kuna vitu ambavyo amekuwa akiviona sana kwa Sari, lakini wahudumu wengine walikuwa hawamwamini kabisa. Sasa siku moja Sari akiwa peke yake, mambo yakabadilika kabisa. Wahudumu wakiwa na harakati zao kama kawaida, Sari kalala, akaanza kusumbuliwa na nguvu za ajabu, akanyanyuliwa juu kwa juu, akasurubiwa kidogo hapo. Mhudumu baada ya kufika hapo, Sari akaonekana kuwa kawaida kabisa, karudi katika hali yake ya kawaida, lakini kapoteza fahamu kabisa. Sasa shika vizuri hili jina la huyu mama Sari, tutarudi. Siku chache baadaye, upande wa Rita, chumba cha mtoto wao wakawa wamekifunga kamera ili waweze kufuatilia muda wote kinachoendelea katika hicho chumba. Muda mchache baadaye, Rita akasikia mtoto wake akiwa analia. Alipochukua simu kutazama, akaona kuna mwanamke mmoja wa ajabu kambeba mtoto wake. Akajua pengine ni mfanyakazi wake. Akaenda kumtafuta mfanyakazi hayupo. Baada ya kwenda katika chumba cha mtoto, akamkuta mtoto wake yuko hapo, lakini anaonekana akiwa na hofu kubwa mno. Mtoto analia mwanzo mwisho, habembelezeki. Lakini baada ya kuzima tu mziki ambao ulikuwa unasikika hapa, mtoto akawa amenyamaza kimya. Kukaanza kusikika kuna minong'ono. Kwa hofu ikabidi kumpigia simu mume wake, akamwambia arudi nyumbani mara moja. Huku nyumbani kumechangamka. Sasa baada ya kutazama kwenye simu, akashangaa kuona mtoto wake bado yuko katika chumba cha mtoto. Binti ndo anakuja kushtuka, kwani kabeba nini? Halo, akawa amekitupa chini hapo. Kilikuwa ni kiumbe kimoja hapa kinamtia jamba tu binti. Lakini alivyokitazama vizuri, hicho kiumbe kilikuwa kina jeraha. Sasa akiwa hapo akiwa na hofu ya kutosha, mlango uko unagongwa kana kwamba unataka kuvunjwa. Yeye akajua kabisa ni ule mzimu unaendelea kumtia shida hapa. Kumbe ni mume wake alikuwa amefika hapo pamoja na yule mfanyakazi. Baada ya kuingia hapo, wakamkuta Rita na hofu kubwa mno. Rita akaeleza kwamba ameuona mzimu ambao unaonekana ni wazi kabisa unamuinda mtoto wake na hajui sababu hasa ni nini. Sasa baada ya kueleza kila kitu hapa, huyu mwanaume kidogo akaanza kuona kama kuna mashiko, kwa sababu hii hoja imeanza kwenda moja kwa moja kwa mtoto wake. Kwa mara ya kwanza huyu bwana mkubwa akaamua kutundika ilizi kwenye nyumba yake kwa ajili ya ulinzi. Kwa Rita, yeye mawazo ndo kwanza yakawa amefunguka kabisa. Akaamua kabisa kumshawishi mume wake ikiwezekana wahame kwenye nyumba. Lakini sasa Rama bado haamini kabisa, huenda pengine mke wake ana msongo wa mawazo. Siku moja Alama akiwa njiani anaenda mishemishe zake, mara kwa miguswa bega, kugeuka au ni mtu aina yote. Kutazama kwenye kioo, akaona kuna mzimu mmoja mbaya mno huko hapa umekaa na mtoto mmoja mweusi. Mshikaji akawa amebahatika kidogo, hakupata ajali. Hivyo akawa amegeuza safari yake moja kwa moja, akawa amerudi nyumbani. Akamwambia mfanyakazi wake kwamba atafute mtu ambaye anajua mambo ya kiroho, yaani kiufupi atafute mganga. Kweli akawa ameletwa bwana mkubwa mmoja anaitwa Pak Adam. Mwamba mwenyewe huyu ni kipofu, lakini mambo yake ni mbaya mbovu mno. Kafika hapa akafanya vitu vyake, akaona kabisa hii nyumba ni nzito. Akasema kwamba Rita, umeambatana na kiumbe kimoja kinaitwa Corwin, kiumbe cha kiroho ambacho kinaaminika kwamba kuambatana na mwanadamu tangu kuzaliwa kwake. Na Corwin wa Rita inaonekana na hasira sana. Lakini ni kwa nini ana hasira namna hii? Akamuuliza kuhusiana na kovu ambalo lilikuwa mgongoni mwa Rita. Anajua limetokea wapi, anajua historia yake ni nini, na akawa amemweleza kwamba kuliondoa hilo kovu ndilo limefungua mlango wa matatizo yote haya yanayoendelea kukuandama. Na hii ndio sababu Corwin wako amechukizwa sana na wewe na ana hasira na wewe. Muda huo mganga anamsikia kabisa yule kiumbe anatangatanga hapo ndani. Akaenda moja kwa moja mpaka katika chumba cha mtoto wao, akamgusa mtoto, akamwambia kwamba huyu mtoto pia na yeye kazaliwa siku mbaya sana, lakini huyo kiumbe, huyu mtoto sio lengo lake. Lengo lake kabisa ni wewe Rita. Wewe ndio umemfanya kuwa na hasira huyo kiumbe. Unajua historia aina yoyote kuhusiana na hilo kovu ambalo umelitoa katika mgongo wako? Mara nyingi viumbe hao humfanya mwanadamu atambue kwamba wao wapo, ni kumfikishia ujumbe kwamba wao wapo na wanania na yeye. Na akawa amemwambia tu kwamba
Ambacho mnatakiwa kukifanya kwa sasa, hakikisheni mnafunika vioo vyote humu ndani, kwa sababu huyo kiumbe anaweza kutumia vioo kujitokeza hapa na kuwashambulia. Sasa kiufupi, huyu binti hakuwa anajua kabisa kuhusiana na lile kovu kwenye mgongo wake, na mganga aliwaambia wazi hawawezi kutatua kitu kabla hawajajua shida ni nini. Siku iliyofuata Rita pamoja na Rama wakaenda moja kwa moja kwa mganga. Amefikia wapi katika uchunguzi wake? Mganga akawa amemwambia jambo ambalo liliwashangaza kinoma. Akasema kwamba Rita alikuwa ni mjamzito, lakini ni wazi inaonekana kwamba hakuwa na mtoto mmoja tu tumboni mwake, alikuwa na watoto wawili. Sasa hii inaonekana kama ni asili ya huyu binti, ni mambo ya ulisi. Akamwambia kwamba mtoto aliyozaliwa, yani Putri, alizaliwa fresh tu, lakini alikuwa na mdogo wake ambaye ni pacha. Yeye sio wa kawaida kabisa. Kwa mujibu wa huyu mganga, uhusiano kati ya kijusi hicho na Corinne wa Rita ni baada ya Putri kuzaliwa. Kijusi hicho kilichobaki ndani ya tumbo la Rita ndiyo sababu ya haya mambo yote kuendelea kuwa mabaya kwa huyu binti. Pak Adam anaamini kwamba huyo mtoto hapaswi kabisa kuzaliwa, kwa sababu ikitokea namna ino yote hicho kijusi kikazaliwa kwa njia salama, pata chimbiko huko mbele. Akampa Rita dawa ambazo anatakiwa kuzitumia hapa, ikiwezekana wamtoe yule kijusi, wamwangamize kabisa. Basi akawa amemwambia tu kwamba hizi dawa zina maumivu kidogo. Elewa neno maumivu kidogo ukiambiwa na mtaalamu. Kweli binti akawa amebuya vile vitu. Mara baada ya muda akaanza kujisikia vibaya mno, kana kwamba anataka kujifungua hapa. Purukushani akawa amefanyikiwa kukitoa kile kijusi, na Pak Adam akawa amekichukua kile kijusi na akawa amekiua kabisa, kisha akawa amekihifadhi katika chupa ya maji. Akawa ametoa onyo kali, akamwambia kwamba huenda kufanya hili jambo wakawa wamezidisha hasira kubwa sana ya yule kiumbe ambaye anamwandama Rita. Hatujui kabisa namna sahihi ya kumaliza hili jambo, kwa sababu Rita anatakiwa kujua lile kovu katika mgongo wake lilitoka wapi na sababu yake ilikuwa nini. Anahitajika kujua historia hilo kovu ili wajue namna sahihi ya kumdhibiti yule kiumbe. Sasa Rita hajui chochote kuhusiana na lile kovu, labda tu ni kwenda kumuuliza mama yake. Ndio njia ambayo imebaki hapa. Baada ya kufika kwenye nyumba ya mama yake, ni wazi kwamba mama yake hajawahi kukaa kwenye hii nyumba kwa muda mrefu mno. Yaani nyumba imetelekezwa, na ukutani picha ya familia inaonekana hapa. Zikafungua kumbukumbu nyingi sana za huyu binti zilizofichwa kwa miaka mingi mno. Akakumbuka maisha yake magumu aliyopitia. Mama yake alimtaka Rita aingie katika biashara ya ukahaba ili wapate pesa, lakini Rita alikataa kabisa. Mama yake alimwambia achague moja tu, afanye alichomtaka ama binti achukue njia yake akaishi maisha yake. Rita alichagua kuwa mbali na mama yake, hivyo akawa ameamua kuondoka kabisa nyumbani kwa mama yake. Ndiyo sababu ya yeye binti kupotezana na mama yake kwa miaka mingi sana. Baada ya Rita kuondoka hapo, huo ndo ukawa mwanzo wa maisha yake mapya mbali na mama yake. Baada ya kupata taarifa kwamba mama yake amepelekwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili, Rita na Rama wakawa wameenda huko. Kufika huko wakawa wamepewa taarifa ambazo kidogo haziwakubali kabisa kuingia akilini mwao. Mama hao hakuna taarifa za aina yoyote kuhusiana na familia. Yaani hajawahi kujulikana kama ana mtoto, ana mme, wala ana nani. Yaani ni yeye mwenyewe tu na akili yake vile vile ilivyo. Kwa sasa akili ya mama hao haiko vizuri kabisa. Binti akawa amejikaza ili kwenda kumuona mama yake. Sasa kabla hatujaenda huko kumuona huyo mama, ngoja kwanza turudi kwa mganga. Kwa mganga kumechangamka. Sasa mganga akiwa anaweka vitu vyake sawa, anakagua tu, anahisi kabisa kuna hali ambayo sio ya kawaida kabisa hapa ndani. Kwenye kuchunguza vitu vyake ambavyo amevifunga vitu vingi sana vya kiroho kwenye vyupa hapa, akatazama akaona kama hali iko shwari. Kwenye kutoka mara kwa amepondwa kama kuna jiwe hapa. Akachekicheki vile vyupa ambavyo vilikuwa vimehifadhi vijusi vingi sana humu ndani, vikaanza kuvunjika kimoja baada ya kingine. Hii ni wazi kwamba mganga akajua hapa ni hatari. Mganga akawa amenyanyuliwa juu kwa juu mpaka kwenye feni huko, yaani feni ikagusishwa na shingo. Kilichotokea hapa ni mwili na kichwa kutengana. Yule kiumbe ambaye anamwandama Rita akawa ametoka hapa kwa mganga. Upande wa Rita sasa, baada ya kwenda moja kwa moja kumuona mama yake. Mama yake ni nani? Mama yake ni Sari, yule mama ambaye nilikuonesha mwanzoni kwamba ni mgonjwa wa akili. Sasa baada ya kufika hapa, Rita anamuita mama yake. Mama anashtuka, anaanza kumuona Rita kana kwamba amuoni Rita. Anamuita Nina, anamwambia nisamee Nina, nisamee Nina. Sasa Rita mwenyewe anashangaa, Nina tena? Mimi ni Rita. Lakini mama yake anakataa, anapiga kelele kabisa hapo, kiasi kwamba mpaka wahudumu wako wamefika hapo kwa ajili ya kumtoa huyu mama. Sasa mme pamoja na mke, na maanisha Rita pamoja na mme wake, wakawa wamechemka vichwa vibaya mno. Wakawa wamekaa hapa nje wanajadili hili jambo linawezekanaje. Yaani kwa nini haya matukio yatokee? Yaani kwa nini yahusishwe na kovu? Na kwa nini mama yake Rita akili yake imekuwa kama ya kuchaji? Sasa wakiwa hapo wanatafakari, mara wakawa wamepigiwa simu. Kutazama kwenye simu
Kupitia kamera za ulinzi wakawa wameona ule mtoto kabebwa na mzimu. Wakawa wamechangamka vibaya mno, ni kurudi nyumbani kupambana kwenda kumuokoa mtoto. Sasa muda huo huo vile vioo ndani ya nyumba vilikuwa vimefunikwa. Mfanyakazi kafika hapo, kwanza akashangaa hirizi iko chini, kucheki vioo vimefunuliwa. Mfanyakazi akafunika tena, kuendelea mbele kidogo, mara akaona kama kuna kitu kinatokea kwenye kioo, kinashuka tu, akiwa haelewi kabisa, anakitazama tu hicho kitu kinasogea, akakifunua mbele yake. Mama bonge akashindwa hata kukimbia, ile roho iko imemshambulia huyu mfanyakazi na kumuua hapo hapo. Hospitalini muuguzi akamjulisha Daktari Shanti, akamwambia kwamba Zari ametoweka, Zari hajulikani yuko wapi. Rita na Rama wakawa wamefika nyumbani, wakamkuta mfanyakazi yuko chini, hana uhai kabisa ndani ya chumba cha mtoto. Baada ya kuingia wakashangaa kumkuta Zari, mama yake Rita kambeba Putri. Kafikaje huyu? Mbona ana spidi kuliko wao ambao walikuwa wanaendesha gari kwa fujo? Zari akaamua kueleza jambo ambalo likafichua kila kitu alichokificha kwa miaka mingi sana. Akamwambia kwamba Rita hajawahi kuwa mtoto wake pekee. Hii inamaanisha nini? Anamaanisha kwamba Rita alikuwa na pacha. Rita na Nina walikuwa mapacha, lakini walikuwa ni mapacha ambao walikuwa wameungana tangu kuzaliwa kwao. Kwa bahati mbaya walikuwa na share moyo mmoja. Madaktari walilazimika kufanya maamuzi magumu. Ni mtoto mmoja tu ambaye anatakiwa kuishi. Zari akawa amemchagua Rita, na hivyo Nina akafa ili Rita aweze kuishi, lakini Rita hakuwahi kuambiwa ukweli kabisa kuhusiana na lile kovu ambalo lilikuwa mgongoni mwake. Hata alipokuwa mtoto, alipokuwa akicheza mara nyingi kuna kiumbe ambacho kilikuwa kinamsogelea na kuzungumza naye. Hakujua kabisa kama kile kiumbe kilikuwa ni pacha wake, yani Nina. Na hapa ndipo tunatambua kwamba mwanamke alikuwa akimtesa Rita si Korini wa Rita, bali alikuwa ni Nina, yani roho ya pacha wake. Sasa kwa nini ilikuwa inafanya hivyo kwa miaka mingi sana? Nina hakuwahi kusahau kwamba alinyiwa maisha yake ili Rita aendelee kuishi, na sasa amerejea kudai kile ambacho anaamini kilikuwa ni cha kwake, yani maisha ya Rita ni haki yake. Nina anamiliki mwili wa Zari kwa muda huu, na akamkumbusha kwamba Rita walifanya kosa kubwa sana kuondoa lile kovu katika mgongo wake. Kwa nini? Na kuondoa lile kovu lilikuwa ni historia ya maisha yake, ni muunganiko kati ya yeye pamoja na Rita. Sasa Rita baada ya kulifuta na kuliondoa lile kovu, maana yake ni kumuondoa kabisa Nina katika maisha yake, yani ni kuifuta kabisa hata kumbukumbu ya yeye kuwepo. Rama akajaribu kujitetea, akamchukua mtoto kwanza, akaamua kukimbia, lakini mlango ulikuwa umejifunga. Zari akapagawa, akawapata, akamning'iniza Rama juu, akamtuhumu kwamba huyu ndo sababu ya Rita kuondoa lile kovu katika mgongo wake. Akawa amemrusha ukutani ambapo kulikuwa kuna kinyago kimoja kimetundikwa huko. Mara moja Rama akawa amefariki hapo hapo juu, katundikwa kule juu. Rita ikabidi kukimbia kwa sababu kiumbe huyo ni wazi kwamba anamtaka yeye. Option ya mtoto ni option ya mwisho kabisa. Kwa sasa anataka kudili na Rita. Rita akaenda kumficha mtoto. Kamficha wapi? Akaenda kumficha mtoto kwenye oven. Baada ya yeye kujificha, Nina akaanza kumtafuta, wala hata hana haraka naye. Kamshikia kisu, anatembea chumba baada ya chumba. Rita akawa amekurupuka hapo, moja kwa moja akaenda kumchukua mtoto wake, akajaribu kutoroka, lakini Nina akamzuia. Nina sasa anataka kumuua Putri kwa sababu inaonekana sasa binti anampambania sana mtoto wake, si ndio? Anataka Rita ajue uchungu wa kupoteza mtoto kama jinsi ambavyo yeye alipoteza maisha ili Rita aendelee kuishi, lakini Rita anaonekana hana shukurani. Rita akatambua kwamba hawezi kabisa kushinda nguvu alizokuwa nazo Nina. Silaha nyingine ni nini? Silaha nyingine ni kuvaa mateso ya mama. Akaamua kujitoa yeye kimasomaso ili mtoto wake abaki kuwa hai. Akamwambia Nina kwamba yuko tayari kutoa maisha yake, lakini mtoto wake abaki kuishi maisha yake. Yuko tayari kabisa kumwachia Nina kwa moyo wake mmoja. Rita akaamua kufanya maamuzi magumu sana. Akawa amejitoa muhanga ili mtoto wake endelee kuishi. Akawa amejichoma kwa kisu. Muda huo Nina naye anapata shida kwa sababu mwili ulikuwa ni mmoja. Baada ya Rita tu kufariki dunia hapa, Nina pia akawa ametoweka kabisa katika mwili wa mama yake Rita. Baada ya muda tu wakiwa hapo, Putri yuko peke yake. Gari la wagonjwa lilikuwa limefika hapa. Ni wazi kwamba mtoto amebaki katika mikono salama, si ndio? Rita imekuwaje tena amekuwa mzima jamani? Anyway, huyu sio Rita. Hata yeye mwenyewe amejitambulisha hapa kwamba yeye sio Rita, bali yeye ni Nina. Ndiye anayemiliki mwili wa Rita na ameamua kabisa kujitolea kumlea Putri. Na kwa sasa ni zamu yake kuishi katika mwili wa Rita, kutesa kwa zamu. Anahitaji naye kufaidi maisha ya duniani hapa. Katika filamu hii, kifo sio lazima kiwe ndo mwisho wa kila kitu. Hii filamu haiishi hapa tu kwa haraka haraka.
Sari ni lazima atakuwa alirudishwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili kwa sababu akili yake ilikuwa imecheza na watu walikuwa wanaamini hivyo. Filamu inatukumbusha kwamba wakati mwingine siri zilizofichwa kwa miaka mingi hazipotei. Hadithi ya Rita pamoja na Nina inaonyesha upande wa kutisha wa maamuzi ambayo yalifanywa bila kuambiwa ukweli watu wanaohusika. Rita alikubali bila kujua kwamba maisha yake yalijengwa juu ya kifo cha pacha wake. Nina aliondoka duniani hapa akiwa hana nafasi ya kuendelea na maisha, lakini jambo la muhimu zaidi ni kwamba maumivu yasipotibiwa yanaweza kugeuka kuwa chuki, na siri zilizofichwa mara nyingi huwa zinabumburuka tu na zinaweza kuharibu maisha ya watu wengi sana. Wakati mwingine ukweli unaweza kuwa mgumu kusema, lakini kuuficha kwa miaka mingi kunaweza kuleta madhara makubwa zaidi. Subscribe hapo, like, comment, turn on notification. Karibu Swahili Maktaba. Chimbo la ujanja, chimbo la ujanja.